Ndugu wapenzi, asanteni sana kwa wote kuwepo hapa. Kwa kweli nadhani kila mtu ameshatoa sifa za kutosha kwa dada yangu Neema, kiasi kwamba sijui niseme nini kuweza kuendeleza hizi sifa zote dada Neema alizopewa. Kama nilivyotambulishwa, mimi ni mdogo wake, ni mtoto wa mwisho. Tulizaliwa watano. Ray, pole sana. Sam, Isai, Rachel, Ariana. Isai utanisamehe, wale wawili siwakumbuki majina yao. Ray Junior sijakuona. Familia ya Sengenge, poleni sana. Dada yangu alikuwa kweli mtu mwenye upendo. Kama kuna mtu anaweza kueleza mapendo ya dada yangu ni wanangu. Mimi kuna kipindi cha miaka 8 sikuwepo kwenye maisha ya wanangu. Dada alikuwa mzazi mwingine kwa wanangu. Ray, asante sana kwa kuwepo. Wanangu wote walioko Marekani wangekuwa na uwezo, kutokana na hali za kikazi, wote walitaka wawepo hapa kumzika mama yao. Neema aliwagusa sana, alitugusa sana katika maisha yetu. Samahani. Nilikuwa naweza nikimpigia dada simu nikimwambia nahitaji sala, hata ni muda gani wataniwekea ile sala. Pamoja na Ray, kama kila mtu alivyosema, ndio kila wakati, kila umuonapo Neema unamuona na Ray. Kila ukipiga simu Ray atapokea simu ya Neema. Nilikuwa nasubiri tarehe 1 Julai ifike, ambapo ndio birthday ya Neema, nimjulishe kwamba mjukuu wangu Grace officially badilisha jina lake, anaitwa Neema. Lakini sijaipata hiyo nafasi ya kumweleza. Grace alipofahamu kwamba Neema jina lake linamaanisha neema, akawaomba wazazi wake abadilishe jina lake, na wazazi wake walimkubalia kwa kuwa alitaka na yeye aitwe Neema. Nimesema nisubiri Julai 1 ni msurprise dada yangu, lakini Julai 1 haikufika. Kwa hiyo ninachoomba kwa kila mtu, kama una kitu kizuri cha kumsifia binadamu mwenzio, usisubiri kesho, kwa kuwa hakuna aliyeahidiwa kwamba kesho itakuwaje. Nikirudi kwenye upendo wake na mume wake, kuna lile neno la Kiingereza watu tunalolitumia cha kusema envy. Sio wivu. Envy ni kwamba unayapenda yale vile vinavyotokea
na unajiuliza wewe kwamba kwa nini mimi sina kitu kama hicho. Neema na Ray wana uhusiano wa ajabu. Ray, I envied your life. I'm not lying. I envied your relationship with my sister, and I asked myself, I wish I had that. Lakini ingawa nilikuwa na hiyo, lakini nashukuru kwamba ule upendo umetranspire kwa wanangu. Dada yangu akiwa na wanangu wakija nyumbani Tanzania kutembea, atahakikisha kwamba wanasimama nyumbani. Dada yangu akiwatumia wanangu zawadi, kama mtu mwingine amekuja, dada yangu atatuma zawadi kwa kila mtu, mwenye mke, mwenye mume. Nina watoto 4, 2 wavulana, 2 wasichana. Kama ameolewa, atahakikisha kwamba anamletea na yule mume au yule mke zawadi. Atamletea na kila mtoto wao zawadi. Nasema hivi kwa kuwa kila neno mtu alichokizungumzia hapa kilikuwa kinaonyesha upendo na moyo wa kutoa wa dada. Dada akikuletea zawadi, hataenda kuchukua zawadi ya kwenye kona. Ataenda kununua zawadi ya ambayo bei yake ni mara 10 ya vile wewe ulivyotegemea. Hata kama alikuwa hamjui mkwe wangu, atamhesabia na yeye atamletea zawadi. Kwa hiyo wote wanangu walioko Marekani na wajukuu, nina wajukuu 9, kila mtu ameguswa na dada. Na sio dada tu, ameguswa na familia ya Ray. Ameguswa na Sam na ameguswa na Isai. Ni upendo wa pekee, ni moyo wa pekee wa kutoa. Moyo wa kutoa haufundishwi, unatoka within. Nimesikia hapa kwamba tuendeleze mambo Neema aliyokuwa akifanya kwa vitendo. Mimi leo nasimama hapa. Nele ni binti yangu wa kwanza. Nele alisimamia harusi ya Ray na Neema Lushoto. Nele leo ana mtoto wa miaka 18. Kwa hiyo nimesikia ombi la kusema kwamba tuendeleze huu wema, moyo wa kutoa Neema aliyokuwa wakiufanya kwa vitendo. Nasimama hapa leo nikisema kwamba mimi nataka kuendeleza, mimi na wanangu tulioko Marekani, nataka kuendeleza hiyo huduma dada aliyokuwa anatoa kwa watoto. Tafadhali yoyote yule aliyeko na information kwamba tuweze kuwasaidia vipi katika kuendeleza jina la Neema, mimi na wanangu Marekani tutafanya hivyo. Tafadhali. Familia yangu inazidi kupungua. Mama ameshafariki, baba ameshafariki, kaka yangu mmoja ameshafariki.
Dada yangu mwingine ameshafariki na leo Neema amefariki. Nimebakia mimi msichana peke yangu na kaka yangu mmoja ambaye nadhani kesho atakuwepo. Siku wapwa zangu Isai na Rachel walipopiga simu kutujulisha kwamba dada amekufa, sikuamini. Na hata sasa hivi naona wote tumekuja katika kumsherehekea na kumwaga dada. Lakini bado siamini kwamba kweli dada amekufa. Mtanisamehe. Nadhani kesho ndio nitaamini nikiuona mwili wa dada kwamba dada huyu ndio hamki tena. Tunapokuwa binadamu, kuna vitu vingi tunafanya huwa hatuelewi kwa nini tunavifanya. Lakini tunapokuwa watu wazima, hasa tunapokuwa na watoto, Sam na Isai pia, nitasema kitu kile kile nilichosema kwa baba yenu. Mama yenu aliwapenda sana na nilienvy pia jinsi mama yenu anavyowapenda. Lakini sikuwa na nani kwa kuwa alihamisha yale mapendo pia kwa wanangu. Nikiwa na mtoto anayekuja nyumbani, anaweza akakwambia, mama naenda nyumbani, lakini sibebi mzigo. Ukichasema tu kwamba nina mzigo wa Aunti Neema, oh ndio nitabeba. Mzazi mwenzangu Mama Limo, David anasema, mama, mimi ni lazima niende nikamuone mama mkubwa Neema. Katika sisi tulioko Marekani, David ndio wa mwisho kumuona Neema kwa kuwa alikuwepo huku nyumbani miezi iliyopita na alisimama hapa kuwatembelea. Natamani ningekuwa na David siku ile, ili na mimi niweze angalau kumuona dada yangu. Ndio tunaongea kwenye simu, lakini nimemuona dada yangu kwa macho miaka 3 iliyopita, karibuni miaka 3 iliyopita. Ndio maana nazidi kusema kwamba ukiwa unamthamini binadamu mwenzio, usisubiri kesho kumweleza, mweleze leo kwa kuwa hujui nini kitatokea. Ray, Nele yuko hapa kuwakilisha ndugu zake Isai na Sam, Nora, Wema, Raja, Maricel, David na Lilian. Wote wanatoa pole nyingi sana. Mpaka leo hakuna anayeamini. Lakini Mungu ni mkubwa. Mungu amempenda dada yangu zaidi. Namshukuru kila mtu aliyekuja hapa. Najua sio shughuli yangu. Kuna msemo unaosema kwamba unapopata msiba, kitu cha kwanza unakana, denial. Mimi ndio ninayo sasa hivi. Siamini. Nimemkasirikia Mungu. Kwa nini umemchukua dada yangu?
lakini Mungu amempenda dada yangu zaidi kuliko mimi. Sina tabia ya kuongea mbele ya watu, lakini nimeguswa sana na sifa zote dada alizozipewa. Nilikuwa najua kwamba anafanya mambo mengi, lakini nilikuwa sijui kwamba ni mambo mengi kiasi hiki. Nilipokuja miaka 3 iliyopita, nilimwambia dada na mumewe kwamba nafanya kazi na wazungu, hawakuniomba chochote, lakini naomba nitafutie kazawadi kadogo kadogo tu niweze kuwapelekea wafanyakazi wenzangu. Mimi niliwaambia kwamba ni zawadi, nataka niwapelekee zawadi ya uzuri wa nchi yetu. Wafanyakazi wenzangu wako 25. Dada na mumewe walienda kutafuta visahani vilivyochongwa huku Tanzania vizuri sana. Wakaniletea. Nikawauliza, mnataka niwalipe kiasi gani? Walisema hapana Joyce, hiyo ni zawadi yetu kwa wafanyakazi wenzako. Juzi nilipokuwa nimemweleza mkubwa wangu kwamba dada yangu amefariki, mkubwa wangu aliwatangazia kila mtu. Mmoja wapo akasema, ndio yule aliyetuletea hili pambo? Nikawaambia ndio. Nimeondoka kuja huku, wafanyakazi 25 wenzangu wote, kila mmoja ameniaga kwa kunikumbatia, kunitakia safari njema. Hawamjui dada yangu. Mimi sina tabia ya kuonyesha picha za familia yangu, lakini wameguswa kutokana na upendo dada alionao, ambao maili milioni ngapi hizo, watu wameona kwamba jamani, kweli kumbe kuna watu wanatujali, wanaweza wakatuletea zawadi bila kutujua. Nina mengi sana ya kusema ya kumsifia dada yangu, lakini nadhani kila mtu ameshazungumza. Familia ya Seng'enge, poleni sana. Familia ya Kigembe mliokuja kunisupport, na nyie poleni sana. Mama Lili, Mama Devi, viongozi wote. Kuna wengine wamenikumbuka kwa kuwa tulikutana kwenye misiba ya wazazi. Mtanisamehe kama mimi siwakumbuki. Asanteni.